Bwana, leo ni Jumamosi, Aprili 26. Siku moja tu imesalia ama masaa machache yamesalia kabla ya kwenda kushuhudia mechi kati ya Simba Sports Club dhidi ya Stellenbosch. Mchezo ambao utapigwa katika dimba la Moses Mabhida pale nchini Afrika Kusini. Mara baada ya Simba kupata ushindi wa bao 1-0 katika uwanja wa New Amani Complex pale Zanzibar na kutanguliza mguu mmoja finali. Sasa ni jukumu lake kwenda kusogeza ama kuvuta tena mguu wa pili kuingia jumla katika finali ya kombe la shirikisho barani Afrika msimu huu. Sasa nipo na shabiki lakini pia mwanachama wa klabu ya Simba maarufu kama Simba Halali. Bwana Simba Halali, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Kwema shehe wangu? Salama kabisa, nashukuru. Sio kwako? Salama, habari za siku nyingi? Nashukuru, salama alhamdulillah. Mambo yanaenda vizuri. Tangu dabi imevurugika bwana, tulizungumza pale kuhusiana na namna ambavyo ilikuwa siku moja kabla ya tarehe 8 mwezi Machi mpaka leo hii. Ndio. Ni kweli, ni muda mrefu umepita toka tukutane au tuzungumze mara ya mwisho. Lakini yote kwa yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tuko salama, buheri wa afya na tunaelekea katika mchezo mkubwa ambao unaangaliwa Afrika nzima na duniani kwa ujumla. Ndio bwana. Bwana, jana tumeona kwenye timu za kwa upande wa klabu bingwa barani Afrika, timu moja kutoka Afrika Kusini kwa maana Mamelodi Sundowns wamefanikiwa kutinga hatua ya finali, lakini Orlando Pirates bahati haikuwa upande wao. Wameondolewa na Pyramids kwa kufungwa mabao 3-2. Mnakwenda sasa kucheza dhidi ya timu nyingine ya Afrika Kusini. Kwa upande wako mchezo unautazamaje? Mchezo wa kwanza uliopigwa pale katika dimba la Amani, ushindi wa bao 1-0. Kesho mnaingiaje? Kiukweli mchezo utakuwa mzuri, mchezo utakuwa upinzani mkubwa kwa sababu Simba ni timu kubwa, ni timu ambayo ina uzoefu, ni timu ambayo ishakutana na mikiki mingi. Kwa hiyo mchezo utakuwa ni mkubwa sana kwa kweli, na ukiangalia wapinzani wetu kwa namna moja au nyingine wanaonekana wamejiandaa vizuri. Walikuja kupambana hapa nchini kwetu Tanzania katika uwanja wa Amani, lakini Simba kutokana na ukubwa wake, kutokana na uzoefu wake, tukafanikiwa alhamdulillah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kupata ushindi wa goli moja, japo tulipata nafasi nyingi, lakini kwa bahati mbaya haikuwa riziki yetu sisi kupata magoli zaidi ya moja. Kwa hiyo tulichoandikiwa na Mwenyezi Mungu tulikipokea kwa mikono miwili na kukifurahia, kwani wachezaji wetu walifanya kazi kubwa kuweza kufanya kile kitu na kutengeneza zile nafasi na hatimaye kuweza kupata lile goli ambayo wamefanikiwa kulipata. Kwa hiyo yote kwa yote tunaenda mchezo wetu wa pili, tunaenda nusu finali yetu ya pili tukiwa na kitu tayari mkononi cha kwenda kuanzia. Lakini kila kitu kuwa nacho mkononi cha kuanzia hakitokuwa sababu wala hakitokuwa na nafasi ya kusema kwamba sisi twende kule kwa kubweteka au twende kule kwa kujihami kwa kusema eti labda tunaenda kule tunaenda kukaba. Hapana, na imani kubwa sana na imani na kocha wetu Fadlu pamoja na benchi lake la ufundi na wachezaji wetu kwa ujumla, na imani wataenda kufanya kitu kizuri na watacheza mpira mzuri ambao nadhani utaushangaza dunia kwa ujumla. Bwana, ukiachana na mchezo wenyewe dakika 90, tumeona Simba kule nchini Afrika Kusini imefanya yale mambo yote ambayo huwa inayafanya ikiwa jijini Dar es Salaam, kwa maana ikiwa hapa Tanzania. Tuliona mapokezi makubwa yakiongozwa na balozi James Bwana ambaye ni balozi wa Tanzania nchini Afrika Kusini, lakini pia tukaona hamasa na mashabiki wengi kweli kutoka Tanzania, lakini pia mashabiki wa Simba kutoka wanaoishi kule nchini Afrika Kusini. Jana pia tukaona wametia saini mkataba mwingine na kampuni ya Diadora ile kwa ajili ya kutengeneza jezi. Kwa upande wako, pengine haya mambo ambayo yamefanyika nje ya uwanja yanaweza kawa yanachagiza kwa kiasi fulani kuelekea kwenye mchezo wa kesho na yakapelekea pia timu kupata ushindi? Of course, yanayofanyika nje ya uwanja yanapata katika mchezo, kwa sababu ukiangalia uwepo wa mashabiki, wingi wa mashabiki, hamasa ya mashabiki huwa inaleta impact kwa wachezaji, kuona kwamba kuna watu wanatuangalia, kuna watu wanatufuatilia, kuna watu wanatutegemea, kuna watu macho yao yako kwetu. Kwa hiyo inapelekea hata wachezaji wenyewe kuongeza morali kwa kile kitu ambacho wanataka kwenda kukifanya au wanachokifanya. Kwa maana hiyo, kwa namna moja au nyingine tu nikwambie ya kwamba kinachoendelea Afrika ya Kusini hivi sasa ni chachu kubwa sana kwa wachezaji wetu,
kocha wetu pamoja na benchi lake la ufundi kwenda kufanya vizuri zaidi. Kwa maana hiyo, wana Simba duniani wanaendelea kuonesha kwamba wao ni wakubwa kuliko yoyote hapa Tanzania. Kwani wanachokifanya Tanzania wana uwezo wa kukifanya kokote Simba itakapokuwepo, popote nchi yote hapa Afrika hii. Kabisa. Sawa bwana, tuliona pia kwenye ile mzabuni aliyeingia ubia na Simba kwa muda wa miaka 5 kwa ajili ya kutengeneza vifaa vya michezo. Tuliona kampuni ya J-Root Investment jana wamemtangaza Diadora kama kampuni ambayo itatengeneza vifaa vya michezo. Kwa upande wako wewe kama mwana Simba, lakini pia ukiwa unaifuatilia kwa karibu klabu yako, Simba walisema kwamba wataanza kuvaa zile jezi au brandi za kimataifa. Kwa upande wako hilo umelipokeaje? Of course lazima nilipokee vizuri, nilipokee kwa furaha kubwa na nione kwamba ni kweli viongozi wetu wanafanya kazi. Ina maana viongozi wetu ahadi wanazotupa ni za kweli, matumaini wanayetupa ni ya kweli. Kwa hiyo ni faraja kubwa sana kwa wana Simba wote kwa ujumla, mashabiki, wapenzi, wanachama. Hii ni faraja kubwa sana kwetu kwamba viongozi wetu kile wanachokiongelea, kile wanachokiahidi, kile wanachokitangaza kwa watu, umeona, ni kwamba wanafanya. Tofauti na vilabu vingine, wanaishiwa kutangaziwa vitu, matokeo yake vinakuwa hewa. Umeshaona? Lakini Simba inafanya vitu kwa maana, inafanya vitu kwa malengo. Ina maana Simba wakati viongozi wanatangaza ya kwamba tutaenda kuvaa brand kubwa, tutaenda kutengeneza jezi kubwa, tutaenda kufanya kitu kikubwa katika upande wa jezi na tutakuwa sasa wa kimataifa zaidi kuliko hapa tulipo. Sasa watu waliona kama Simba imekaa inafanya jokes au Simba inatengeneza propaganda kama watu wengine. Maana kuna watu wengine hapa ni mabingwa wa propaganda. Ni hatari. Propaganda zao ukizisikia unaweza hata usiingie uwanjani kwenda kucheza hiyo mechi. Uingie uwanjani. Yaani wakikuelezea kwamba bwana tukikutana na wewe bwana kuna 1 2 3, unaweza kusema bwana nisicheze. Kumbe ni propaganda tu. Ni hadithi tu. Sasa bwana J-Root aliahidi J-Root Investment kupitia mkurugenzi wao waliahidi ahadi 10. Na jana tumemsikia msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ally akisema miongoni mwa zile ahadi sasa kile ambacho kimetokea jana ni ahadi mojawapo. Ahadi ya kwanza imetekelezwa. Bado ahadi zingine kubwa kama vile kujenga uwanja, kujenga ofisi ya klabu. Kwa upande wako labda una kipi cha kuzungumza kuhusiana hivi? Kwa kweli unajua ile kampuni yenyewe mpaka imekuja kuingia makubaliano na Simba na imani kubwa sana, haiwezi ikawa imekuja kuingia kichwa. Ilifanya kwanza ilifanya research kubwa sana. Sidhani hata kama imechukua labda mwaka mmoja, pengine hata zaidi. Wameangalia Simba inafanyaje, inaendaje, inapita nini, inafanya nini, inataka nini, inataka kuongeza nini, inataka kupunguza. Kwamba sisi hapa tukiingia tukipeleka kitu fulani kitaleta chachu. Umeona? Kwa hiyo hichi tutakachokipeleka kitaleta chachu kwao na pia kinaweza kikawanyanyua hata wao kimapato. Kwa sababu ile kampuni lengo la kuingia biashara na Simba manake inataka umaarufu kuongeza kwa kupitia Simba. Inataka kuongeza kipato kwa kupitia Simba. Kwa sababu kuongeza kipato sio kwamba hawana kipato, hapana, bali kuongeza kipato kwa maana ya kwamba kama walikuwa labda wana income ya 40B mfano kwa mwaka, ina maana wakiingia biashara na Simba wakipanda kutoka 40B mpaka labda 45B, umeshaona, au 50B, maana yake nini? Maana yake watakuwa wamesogea kwa namna moja au nyingine, umeshaona. Na huku Simba itakuwa pia naye imesogea kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo kampuni ya J-Root, Simba Sports Club ni watu ambao wanategemeana, sio mtu anamtegemea mwenzie, tunategemeana. Yes, of course. Kwa maana hiyo tuna imani kubwa sana tena sana. Kampuni hii ina malengo yake kwa Simba na Simba ina malengo yake kwa kampuni ya J-Root. Kwa hiyo kwa maana hiyo tuna imani kubwa sana Simba itasogea kwa namna moja au nyingine katika upande wa biashara ya jezi na vifaa vyake. Sawa, kuna zile ahadi kubwa ambazo waliziahidi ikiwemo pia kujenga uwanja lakini pia kujenga ofisi. Wameanza na hii ya jezi, wameleta kampuni ya kimataifa kutoka kule nchini Italia. Pengine masuala kama uwanja imekuwa ni ndoto ya muda mrefu kwa hizi timu, na tumeona pia hata watani zako pia walishawahi kuonyeshwa mpaka ramani, lakini mpaka leo hii bado hatujaona viwanja vinajengwa wapi. Kwa upande wako labda hii una imani nao kwa kiasi gani? Narudi tena kusema Simba kama Simba ni tofauti na watu wengine.
sisi ni kitu tofauti kabisa, hatuwezi kulinganishwa na hivi vilabu vya propaganda. Umeshaona? Sisi wakati tunaanza, hata kabla huyu mwekezaji hajaja, uongozi pamoja na mdhamini wetu, umeshaona, pamoja na mwekezaji wetu, tulipambana walau angalau vilionekana kuna viwanja Bunju vya kufanyia mazoezi. Kwa maana hiyo tulianza kuaminishwa kweli kwamba tunachokiongea kipo, na kama kipo pia kinawezekana. Kwa hiyo tuombe muda ili tuweze kufanikisha haya mambo. Kwa hiyo tulishaanza tayari step moja. Kwa hiyo ina maana hii kampuni ilivyokuja kuingia na sisi na kusema itafanya hivi vitu, tuna imani kubwa sana kwamba hawawezi kuja wakaleta hadisi au wakaleta propaganda kwa watu ambaye wako serious na kazi yao, ambaye ni viongozi wa Simba. Umeshaona? Viongozi wa Simba ni watu ambaye wako serious na wanachokifanya, na ndio maana tunachelewa lakini tunasogea walau hatua moja baada ya nyingine. Yani kwamba mnachelewa lakini angalau mnasogea. Tunachelewa lakini tunasogea. Tofauti na wale ambao wanacholewa alafu wako pale pale, ni vitu vile tofauti. Kwa maana hiyo hii kampuni ilivyokuja kutoa hizi ahadi, imetoa ahadi na imani kubwa sana, na viongozi wetu kwa uweledi walikuwa nao na upande wa wanasheria wetu, umeshaona, ni watu ambao wanajielewa. Ndio maana unakuta Simba katika uendeshaji wake huwezi kukuta kuna kesi za ajabu wala za kijinga. Hatuna madeni sisi na CAF wala na mtu yoyote, wala na FIFA wala na mtu yoyote. Tunashukuru, tunaenda vizuri. Panapokuwa na shida tunakaa na mwenzetu, tunafanya mazungumzo na mambo yanaenda vizuri. Hakuna mtu asiyedaiwa, kila mtu anadaiwa, lakini nini unachofanya baada ya kudaiwa? Unatakiwa ukae, upange strategic nzuri, jinsi ya malipo na nini. Hakuna haja ya kuanza kushtakiana na nini. Kwa hiyo ndo maana ya kuwa na wanasheria weledi na viongozi wenye uweledi mkubwa kama wa Simba. Bana, kwa hivi sasa ukiangalia pale kwenye klabu ya Simba, umoja umerudi kwa kiasi kikubwa sana. Na kwenye mkutano mkuu uliopita nakumbuka rais wa heshima wa klabu ya Simba Mr. Mo Dewji aliwahi kusema kwamba hataki kuona mpasuko wala hataki kuona makundi ndani ya Simba. Alitaka Simba wawe kitu kimoja kama kauli mbiu yao. Leo hii ukitazama Simba unakutana na viongozi, mwenyekiti akiongozana na CEO na wajumbe wengine wa bodi wako pamoja na timu kile inapoenda, na hivi sasa wapo nchini Afrika Kusini. Pengine kwa upande wako una kipi cha kuzungumza kuhusiana na hilo? Kwa kweli rais wa heshima Mohamed Dewji alizungumza hilo jambo kweli, lakini hata na viongozi waliokuepo nao walikuwa wanalipigania hilo. Kwa maana hiyo yeye amekuja kuongezea nguvu katika kile ambacho viongozi walikuwa wanafanyaje, wanalipigania. Kwa hiyo imeongeza nguvu kwa namna moja au nyingine, imeweza kupunguza au kuondoa baadhi ya mipasuko iliyokuepo, ambayo mipasuko hiyo tulikuwa tunatengenezewa sisi wana Simba na watu ambaye wasiojulikana, umeshaona, na watu ambao hawana nia njema na Simba, na watu ambao wanaiangalia Simba kwa jicho baya. Kwa hiyo ile mipasuko ilikuwa inatengenezwa, ile sintofahamu ilikuwa inatengenezwa. Tumejitahidi hata na sisi wenyewe wanachama na wapenzi na klabu ya Simba wote kukaa chini na kusikiliza viongozi wetu nini wanachokisema kwa sasa, na kukaa kulijadili hili swala kwa kina sisi wenyewe wanachama na kuanza kulifanyia kazi, na ndipo tulipoenda kufikia hatua kubwa ambayo tuko nayo sasa hivi. Hatua tulikuwa nayo sasa hivi ya umoja unaoongelea ni umoja wa hali ya juu, na ninamuomba mimi binafsi yangu kama Simba halali, namuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na amani atujalie umoja huu uendelee, kwani umoja wa Simba ndiyo faida, ndiyo manufaa, ndiyo sifa, ndiyo heshima ya mpira wa Tanzania. Kwani Simba ndiyo inainyanyua mpira wa Tanzania siku zote kwenda mbele. Na moja ya vitu muhimu ambavyo Simba imeweza kuvitengeneza au kuvifanya kwa siku za karibuni ni kwamba Simba Sports Club kutoka nchini Tanzania imeweza kuingia katika top 5 ya vilabu bora Afrika, kitu ambacho hakijawahi kutokea Afrika Mashariki na Kati kabisa. Yani hii ni mara ya kwanza. Kwa hiyo ni heshima kubwa kwa Tanzania, ni heshima kubwa kwa Afrika Mashariki na Kati. Na hii yote inajengwa na nani? Inajengwa na Simba Sports Club na viongozi wake na rais wake wa heshima, wanachama wake, wapenzi wake na watu wote wanaipenda Simba na kuiangalia kwa nia njema. Ndiyo bwana.
zungumza sasa na wachezaji, kama ukipata nafasi ya kufikisha walau neno lako kwa wachezaji kuelekea katika mchezo wa kesho, mchezo muhimu kabisa kwa mustakabali wa Simba. Kwa kweli wachezaji wetu, kwanza kitu cha kumshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah ya kwamba sasa hivi tuna wachezaji ambaye ni wachezaji weledi, wachezaji wenye uelewa, wachezaji ambayo washapitia mambo haya sana, sio mageni kwao, ni wachezaji ambayo washashiriki katika mashindano tofauti Afrika. Kwa hiyo wachezaji wetu ni wachezaji ambayo wanaelewa wanachokifanya. Wachezaji wetu ni wachezaji ambayo wana matumaini na wanachokifanya. Kwa hiyo unawaambia nini sasa kuelekea mchezo wa kesho kama mwanachama lakini pia mtu mwenye mapenzi na klabu ya Simba? Kitu kikubwa cha kuambia ni kwamba ile ari waliokuwa nayo kusema kwamba tunahitaji kucheza fainali ya kombe la shirikisho, sisi kama wanachama, kama wapenzi, tuko nao bega kwa bega. Tutapambana nao hadi tone la mwisho. Kwa hiyo tuna imani nao kubwa, tuna uhakika nao, na ndio maana ukaona watu wametoka malukuki kuelekea South Africa kwenda kushiriki huu mchezo wa kesho, kwa sababu wana imani na jeshi waliolituma kwenda kufanya kazi kabisa. Bwana, huyo ni Simba Halali akizungumza hivyo kuelekea katika mchezo wao hapo kesho dhidi ya Stellenbosch. Ukumbuke Stellies bwana wakiwa kwenye uwanja wao wamehama kutoka kule Cape Town, wanakwenda kucheza katika uwanja wa Moses Mabhida, miongoni mwa viwanja bora kabisa hapo nchini Afrika Kusini, na ulikuwa ni uwanja mmoja wapo katika vile viwanja 10 vilivyotumika kwenye michuano ya kombe la dunia mwaka 2010. Bwana, Simba Halali, maliza sasa na mashabiki. Mashabiki wetu wapendwa, au mashabiki wenzangu, wanachama wenzangu wapendwa, mashabiki walioweza kuandika historia ndani ya Afrika kuwa mashabiki bora. Nadhani hatukupata ile zawadi au ile tuzo kienyeji au kwa bahati mbaya. Hawakukaa watu labda eti mtu alilala akaamka akatoka na majibu yale. Hapana, tulitupiwa jicho kwa karibu sana kwa muda mrefu, tukaonekana kwamba sisi ni mashabiki bora. Kwa maana hiyo, mashabiki wa Tanzania duniani kote, Tanzania, Afrika na duniani kwa ujumla, kesho wote kwa pamoja tuisupport timu yetu, tuiombee timu yetu, tuhakikishe wote kwa pamoja tunaenda kucheza finali kabisa. Bwana, shukrani sana Simba. Asante sana.